Yajayo yanafurahishwa sekta ya usafirishaji wa anga. Tumeona taarifa ya Gerson Msigwa ikielezwa kuhusiana na ile dira ya mpaka 2050, basi mapinduzi yatakuwa ni makubwa sana, huku kipato cha Mtanzania kikifika dola 7,000 kwa mwaka, na hii ni good news. Sasa na kuunganisha naye tumsikie taarifa yake ambayo ameieleza kuhusiana na mengi mazuri ama matunda ya nchi yanavyoenda kuiva na kuliwa vizuri na kizazi hiki na kijacho. Katika sekta ya usafiri na usafirishaji, naomba ifahamike kuwa serikali inaitazama sekta hii kama moja ya sekta za kimkakati ambazo zinachangia katika mageuzi makubwa ya kiuchumi. Nyote mnafahamu mwezi Julai mwaka 2026 tutaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Dira ambayo ndani yake imebeba maono makubwa, imebeba matarajio na matamanio makubwa ya kujenga uchumi wenye thamani ya dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Yaani tunakwenda kujenga uchumi utakaokuwa zaidi ya mara 10 ya uchumi tulionao sasa, ambao una thamani ya dola za Marekani bilioni 81.5. Ni uchumi ambao utaongeza pato la Mtanzania kutoka dola za Marekani 1343 za sasa kwenda dola za Marekani 7,000 ifikapo mwaka 2050. Na hiyo ni pato la mwaka. Wakati huo tunategemea kwamba nchi yetu itakuwa na Watanzania zaidi ya milioni 120. Kwa sasa hivi tuko kama milioni 65. Kwa hiyo tutakuwa karibu mara 2. Kwa hiyo tunakwenda kujenga uchumi mkubwa. Sasa serikali kwa kutambua hili imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya usafiri na usafirishaji kupitia anga, maji na barabara. Tukianza na usafiri wa anga, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2022-23 hadi 23-24, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika viwanja vya ndege yenye thamani ya takriban shilingi trilioni 1 na bilioni 154, inayolenga kuongeza uwezo wa viwanja vyetu vya ndege kuhudumia ndege na abiria pamoja na mizigo, lakini pia kuboresha usalama, ulinzi na uwezeshaji katika viwanja hivyo. Baadhi ya miradi inayotekelezwa imekamilika kwa 100%.